Hii hadha ilikuwa inatuasili sana sisi vijana, kwa sababu tulikuwa tunategemea hapa, kuna watu wajitakula kwa jasho, wanategemea kufanya kazi hapa ili waendeleze familia zao. Lakini Ngapa ilivyokuwa imekata, maana yake ongezeko la wizi kwa wilaya ya kwa hapa sehemu ya Lupilo ingekuwa ni kubwa sana, kwa sababu hamna kipato kingine zaidi ya hapa. Tuna mashine zaidi ya 30 huko. Wasingeweka chochote zaidi ya kufugia kuku, maana yake ingekuwa ni janga kubwa sana kwa Lupilo. Sio rahisi mtu kama Salim kuja kuingia kwenye maji na yeye kunyakua gunia kuweka pale. Yaani katunga mkono pakubwa sana. Ile eneo ni muhimu, ndio kitovu cha Lupilo Ngapa. Bila Ngapa hatutoboi. Na hasa ukiangalia wengine wajane, tunasomesha watoto kutegemeana na bonde. Hii ili baada kutolewa kikwacho. Kwa kweli ni kilio kikubwa. Bila kufika mheshimiwa na kutoa nguvu yake hapa, tulikuwa sisi wote watu wa kutangatanga na kuanza udokozi wa kuibaiba majumbani. Kwa kilimo hiki tunalima tu kienyeji hivi, lakini hakuna miundombinu maalumu. Bado tunavuna mpunga wa kutosha sana, kwa sababu mwananchi mmoja anaweza kuvuna kwa eka moja mpaka gunia 20-25. Serikali kuu, naomba muungane mkono na mbunge wetu, mje mtusaidie. Tena achana kwa maneno tu, mje muone kwanza. Ukija kuona unajua kabisa shida ziko sehemu gani. Hapa na wewe pia unaweza kuhamasika. Serikali yetu itusaidie kututengenezea mpango wa irrigation hapa, ili hii adha kwa sababu mpaka sasa hivi adha hii inakuwa ni kubwa sana kwetu kwa kila mwaka. Na sasa hivi hapa ndipo mahali ambapo wananchi wote wa Lupilo, Igumbiro mpaka Milola huko wametegemea kwa niaba ya kusomeshea watoto wao. Mbunge kama hangetusaidia kwa hili, ungekuta sasa hivi hapa wote wananchi tungechemka. Eneo hili liko kwenye mpango wa kupata skimu ya umwagiliaji, ambayo skimu hiyo ni kubwa, ishafanywa upembuzi yakinifu. Skimu inaanzia kwenye kata ya Kichanganyi kupita Lupilo kwenda mpaka Milola, kwenye vijiji vyote vitaenda kunufaika. Kama mheshimiwa mbunge nilazimika kutumia pesa zaidi ya milioni 12, lakini kuwepo eneo la tukio wa kipindi ambacho kazi inafanyika ili kuhakikisha kwamba wananchi hao wanapata maji, kwa sababu ndio uti wa mgongo wa maisha yao ya kila siku. Bonde hili ni kubwa, lina hekta zaidi ya 4000. Manake tunazungumzia zaidi ya heka 8000 za kilimo, ambako sasa tukipata skimu ya umwagiliaji, uzalishaji kwenye eneo hili litakuwa mkubwa sana, ambako wananchi hao wataenda kuepukana na maisha duni kutokana na kilimo ambacho wanafanya. Ukipata skimu ya umwagiliaji, wananchi hao wanaweza kuzalisha kwa wingi, na wakipata miundombinu mizuri ya barabara, pia watapeleka mazao yao kwa haraka zaidi.